store yenyewe ndio store hapo imejaa. Mali ni nyingi nyumbani. Mitungi ya mnazi yote hii. Mnazi umejaa hapo hivyo kila kitu. Kitaka mayogurt pia yako hapo. Napiga mayogurt. Kila kitu iko sawa. Hapa ni mahali unachaji simu yako hapa vizuri na stima. Hapo umejipanga hapa. Kabisa, unachaji simu yako vizuri hapa bila shida hapa. Ukitoka hapa hivi unakuja hapa, wale wahudumu wenye wanalala hapa kidogo, wengine wala kwingine wanalala hapa. Kuna room ya wahudumu hapa, nalala hapa ndani. Maeneo ya kulala hii hapa hivi. Kabisa bila shida hapo. Hapa ndio wao wanalala sana. Sio wote lakini. Si wote, wale wanalala hapa ni kidogo tu ndio wanalala hapa. Sawa. Wengine kuna nyumba nyingine wanalala kule ya wahudumu kule. Ndio. Sasa kwa mtu kama wewe ambaye uko na wahudumu hapa na biashara yako kama hii ambayo inaendelea vizuri na unatumia pesa nyingi kama hiyo milioni 3 kulipa mshahara, inaonyesha wewe mwenyewe faida zinazokuja sio mchezo. Faida nyingi sana. Maana yake sasa napata faida kubwa kabisa. Kitambo nilipe milioni 3.5 wale wafanyakazi. Huwa pia mimi nimepata pesa nyingine kubwa kabisa. Kunayo pesa yenye pia napata nyingi sana mpaka sasa hizi. Niko na matumaini kwamba nataka kununua gari. Kuna watu ndugu zangu wengine pia kwa college nawasaidia, kwa sababu Mungu akikusaidia pesa lazima pia angalie wengine nao pia wasaidie. Sasa kupitia hivyo baraka zitazidi kuniingilia vizuri, ndio wao wanasaidia pia ndugu zangu, watu wa ndugu zangu kufanya hizo kazi. Kinuliwa pia wewe unainua. Kinuliwa na pia nainua wenzako pia waonekane kwamba mambo yako sawa. Sasa naona ni wakati wa kupanda pale juu. Sasa pia sisi tuangalie ujenzi wako kweli ulifanya kazi vizuri ama nyumba ndio hiyo inaendelea kuporomoka. Kwa sababu unasema eti hiyo nyumba gorofa hiyo ya miti hiyo hata haijajengwa kwa viwango vinavyofaa. Sijui nini haiko farm, upepo ukija itaanguka. Ni kweli hiyo?